nimpe mkono Jennifer kwa kazi nzuri ya kumtuza baba yetu kwa niaba ya familia. Historia fupi ya Edwin Isaac Biliewi Kilasara Mtei. Ifuatayo ni historia ambayo baba yetu aliichapisha na tukabidhi sisi watoto wake mwaka 2010, akisisitiza kuwa tusifanye makosa wakati ikitakiwa kusoma. Tusifanye makosa wakati ikitakiwa kusoma. Hivyo tutaisoma kama alivyoandika yeye mwenyewe. Baba alizaliwa tarehe 12 Julai 1932 kijijini Marangu, Moshi, akiwa mtoto wa Iliapenda Ngapanyi Mtei na Ngianaeli Mlimi. Alibatizwa na kubarikiwa katika kanisa la Kilutheri Ashira Marangu. Alifunga ndoa takatifu ya Kikristo na Johara Hassan Beliari katika kanisa la Kilutheri Ngarima tarehe 6 Agosti 1960. Katika ndoa hii alibarikiwa kupata watoto 5, 2 wa kiume na 3 wa kike. Mzee Mtei alianza masomo yake katika shule ya awali ya Ngaruma Lutheran Parish School na baadaye alisoma Native Authority Primary, yani NA Marangu, hadi darasa la 8. Mwaka 1945 hadi mwaka 1950 alisoma Old Moshi Secondary School. Tokea mwaka 1950 hadi 1952 alisoma Tabora High School. Kuanzia mwaka 1953 alisoma Makerere University College ambayo ilikuwa ni tawi la University of London na kuhitimu Bachelors of Arts BA mwaka 1957. Baba aliajiriwa kwa mara ya kwanza mwaka 1957 na East African Tobacco jijini Nairobi, Kenya, akiwa sales manager. Mwaka 1959 hadi 1962 alikuwa mtumishi wa umma katika serikali ya Tanzania jijini Dar es Salaam. Mwaka 1963 aliazimwa seconded East Africa Common Service Organization huko Nairobi, awali kama Deputy Secretary na Personal Assistant wa Secretary General. Akapandishwa cheo na kuwa Financial Secretary Julai 1964. Mnamo mwezi Septemba mwaka 1964 alirudi kuwa mtumishi wa umma katika serikali ya Tanzania na kuteuliwa kuwa katibu mkuu wa hazina, Permanent Secretary to the Treasury. Oktoba ya mwaka uliofuata, yani 1965, aliteuliwa kuwa gavana mteule, gavana designate, ili afanye matayarisho ya kuzindua Benki Kuu ya Tanzania. Mwaka 1966 aliteuliwa rasmi kuwa gavana wa kwanza wa Benki Kuu ya Tanzania. Mnamo April 1974, mzee aliteuliwa kuwa katibu mkuu, Secretary General wa East African Community, kazi ambayo alifanya hadi Februari 1977 alipoteuliwa kuwa waziri wa fedha na mipango. Mnamo Desemba 1979 alijiuzulu wadhifa wake wa waziri kwa sababu ya kutofautiana na rais, hususan masuala ya sera za uchumi. Mwezi uliofuata, yani Januari 1980, alinunua shamba hili Ogaden Estate na kuwa
ukulima wa kahawa. Mnamo Novemba 1982, baba aliteuliwa kwenye bodi ya wakurugenzi watendaji wa shirika la kifedha la kimataifa International Monetary Fund IMF huko Washington DC, Marekani. Alifanya kazi kwenye shirika hilo kwa kipindi cha miaka 4 hadi alipomaliza mkataba wake Novemba 1986. Alirudi Tanzania akaendelea kuwa mkulima wa kahawa na pia alihusika kwenye nyanja mbalimbali kama ifuatavyo: mwenyekiti wa Tanganyika Coffee Growers Association TCGA kwa zaidi ya miaka 15 kuanzia 1981. Mwenyekiti mwanzilishi wa Tanzania Coffee Research Institute TACRI kuanzia mwaka 2001 hadi 2008. Mkurugenzi wa Tanzania Coffee Board TCB na mkurugenzi wa Tanzania Coffee Curing Company TCCCO Limited. Mwaka 1992 Mzee Mtei alishiriki kukiasisi Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na kukiongoza kama mwenyekiti wa taifa wa kwanza hadi August 1990. Baba alipozidi kuzeeka alianza kutusahau na mwisho akatusahau wote, lakini hakumsahau jina. Napenda nimpe mkono Jennifer kwa kazi nzuri ya kumtuza baba yetu kwa niaba ya familia. Jennifer.